Tunashukuru kwanza kwa mahubiri mazuri ambayo kina chake ni kwamba tumealikwa kufurahi katika Dominika hii ya 4 ya Kwaresma. Kwenye kualikwa huko, naomba labda niseme na mimi kama matatu. La kwanza, na mimi nimefurahi sana. Baba Cardinal, mimi nimefurahi sana kwanza kukutana na kusali na familia mpya. Familia ya Kristo, familia yetu. Ninajiona mwenye bahati katika siku moja tu kama leo kuweza kuongeza ndugu na jamaa wapendwa wa familia kubwa kama hii. Jambo la pili, katika jambo lililo mbele yetu limenifanya nijione kuwa na Kwaresma ya tofauti sana. Kwaresma ambayo inaendana na kazi ya kuendeleza kile alichofanya Kristo mkombozi wetu. Sina hakika, lakini mimi binafsi huwa nawaza baba paroko, baba Cardinal, kwamba hivi Ukristo wetu huu kama kusingekuwa na kufa na kufufuka, sijui historia yetu ingekuwa tu kama DC tu, yani alizaliwa Kristo na yeye akazunguka akatembea. Siri kubwa na kitu kinachotupa ushujaa wa kusimama hasa ni lile tendo la ukombozi, yani kufa na kufufuka kwa Kristo, ambayo bahati nzuri sasa ndipo tuko kwenye matayarisho ya jambo hilo. Naamini hata Christmas anapozaliwa Kristo, yeye alizaliwa kwa ajili aje katika kipindi hiki cha kufa na kufufuka kwa ajili ya ukombozi wetu sisi wote. Kwa maana hiyo sasa, la tatu ni lile kubwa ambalo naliona ni mwenye bahati kwenye kushiriki kwenye shughuli kubwa ya kuweza kutengeneza sehemu ya kuweza kumwabudu Muumba wetu kwa nafasi na kwa heshima ambayo kwa kweli ndio anastahili. Nilipopata barua ya kumkaimu mkuu wa mkoa kwenye jambo hili, aliniambia mambo matatu. Alitamani kwanza awe na nyinyi, lakini akaniambia, wewe ingawa unatoka upande mwingine, mimi kule jirani yangu ni Kigoma. Kwenye wilaya tunavyokwenda huku, mimi ndio wilaya yangu ya mwisho. Ukitoka Kaliua unaingia Kigoma. Akaniambia natamani uende wewe, na mimi nikamwambia naomba usibadilishe, kwa sababu na mimi natamani kwenda kushiriki jambo hili kubwa. La kwanza, kwa sisi ambao ni waamini wa Kristo tulioko hapa, kwa sisi ambao ni wanyenyekevu na wapenzi na wapendwa wa Kristo, kwa sisi ambao tunafurahia na tunanyenyekea msalaba wa Kristo, jambo hili kwetu ni kubwa, na hivyo tuna hakika kwamba familia hii tutalifanya hili vizuri, kwa sababu tunalifanya kwa sababu tutakuwa hapa katika maisha yetu ya hapa. Lakini katika jambo hili nina hakika lina baraka kubwa ya kutukutanisha sisi sote tena baada ya maisha ya hapa duniani ambayo kwa kweli ni mafupi sana.
Hivyo basi leo tuna nafasi ya kuanza kutengeneza maisha ya baada ya hapa. Sidhani kama ni neno sahihi, kama litakuwa sio sahihi nitarekebishwa, lakini unakuwa kama umemkopesha Mungu, na Mungu hapendagi kukaa na deni, atalipa. Tushirikiane kwenye kujenga nyumba yake, tutamkopesha yeye na yeye atalipa kwa wakati na atalipa makubwa zaidi. Sasa wakati ninaanza safari hii, Mheshimiwa Baba Cardinal, nilianza kupokea ahadi ya bosi wangu mkuu wa mkoa ndugu Paul Chacha. Yeye alisema kwenye shughuli ya leo atachangia shilingi milioni 2. Sasa nilipoanza kutoka kule Kaliua, mimi sasa kama kaimu mkuu wa mkoa, nilipoanza kutoka kule Kaliua, yule mkuu wa wilaya ya Kaliua akasema na yeye kiitifaki atachangia milioni 5. Atachangia 500,000. Itakuja. Hiyo iliyotamkwa ya mwanzo na yenyewe si mbaya. Lakini dhamira ilikuwa atachangia shilingi 500,000. Katibu tawala wa pale sasa safari ikaanza kuondoka. Nilipoanza Kaliua nikamuuliza katibu tawala asubuhi saa 11 alfajiri, baba paroko, mimi nimefika hapa saa 1:30 tayari kwa nimeshafika hapa. Kwa hiyo saa 11:30 nikawasiliana na katibu tawala wa Kaliua, akaniambia yeye atatuchangia 200,000. Wakati napita Urambo, yeye anaitwa Raymond. Nilipofika Urambo nikafanikiwa kuongea na katibu tawala wa Urambo, akasema na yeye atachangia 200,000. Niliposogea mbele, nilipofika Tabora mjini, nikampata katibu tawala wa mkoa Ras, yeye akasema atachangia shilingi milioni 1. Basi nikaendelea kusogea. Nilipofika hapa nikampata mkuu wa wilaya ambaye amepata dharura ya msiba. Yeye akaniambia atanisindikiza mimi kwa kunichangia shilingi milioni 1. Kampata katibu tawala wa hapa ndugu Andrew, yeye akasema atanichangia shilingi 300,000. Nikampata mkurugenzi, nikamwambia hebu kimbiza huko kusudi tuokoe muda, tulete kama package. Akaniambia yeye pamoja na wafanyakazi wake wa halmashauri, watumishi wa halmashauri, watatupatia shilingi 820,000. Nikaenda kumpata mwenyekiti wa halmashauri, yeye akaniambia atachangia shilingi 300,000. Katibu tawala akawasiliana na madiwani wote, jumla tukapata mawasiliano ya madiwani 27. Kila diwani mmoja akasema atanisindikiza kwa shilingi 100,000, hivyo madiwani watakuwa wamenisindikiza kwa 2,700,000. Nilivyokuja hapa, Mheshimiwa Cardinal, tuna kamati kubwa na muhimu sana, tunaita kamati ya usalama. Sasa bahati nzuri nikifika hapa, hata kama nina kaimu, wanakuwa sasa ndio wako chini yangu, na mimi nikaona nipitie hapo. DSO wa hapa
akaahidi atanisindikiza kwa shilingi 230,000. OCD wa hapa ameahidi kunisindikiza kwa 150,000. DPC wa hapa ambaye pia wengine wanamuitaga mkuu wa TAKUKURU hapa, yeye pia amenisindikiza kwa shilingi 200,000. Mshauri wa jeshi la akiba wa hapa namshukuru, na yeye amenisindikiza kwa shilingi 100,000. Mkuu wa uhamiaji wilaya hapa amenisindikiza kwa shilingi 200,000. Na mkuu wa magereza hapa amenisindikiza kwa shilingi 100,000. Mheshimiwa mbunge wetu na yeye amesema ananisindikiza kwa shilingi 500,000. Tukabanana kidogo na watu wa TANESCO. Mkuu wa TANESCO hapa na yeye atanisindikiza kwa 50,000. Mkuu wa TUWASA atanisindikiza kwa 50,000. Ndugu yangu wa TFS atanisindikiza kwa 300,000. FDC atanisindikiza kwa shilingi 50,000. TSC atanisindikiza kwa 50,000. Udhibiti ubora atanisindikiza kwa 50,000. Kwa hivyo kabla sijapata ndugu zangu watakaonisindikiza hapa, nina furaha kukuambia mimi mwakilishi wa mkuu wa mkoa mwenyewe pamoja na wote niliowataja, kwa leo ahadi yetu ni shilingi 1,11,50,000. Katika swala la ujenzi wa nyumba ya Bwana kama hii, huwa hakuna ubaya kuongeza kutoka kwenye ahadi ambazo tulikuwa tumetoa, lakini pia hakuna ubaya wowote wa kutoa kiwango chochote. Kiwango chochote kinakubalika mbele ya Mungu. Sasa kwa namna hii, kuna wengi natambua hapa sikuweza kutambua itifaki zao, kwa sababu hao niliopita ni wale ambao nimewasiliana nao asubuhi wakati nakuja. Sasa nilikuwa naomba kwa ruhusa yako, wale ambao wanataka kumsindikiza Mheshimiwa Paul Chacha, mkuu wetu wa mkoa wa Tabora, katika shughuli kubwa nzito na iliyobarikiwa kama hii, na wao wasogee mbele kwa kiasi chochote.